NBC Premier League katika msimu wake wa 25-26 raundi ya 3, JKT Tanzania wakicheza na Azam FC kutoka kule mitaa Chamazi, Mbagala, Dar es Salaam. Huu wanakutana raundi ya 3 japo ni mchezo wa pili wa Azam FC. Hiki ni kikosi chao, kionekana ameanza Ramadhani Chalamanda. Wengi hapa wachache sana nikipitia huku mambo yaweza kabisa wa mchezo huyo. Samuel Samson kutoka Manyara kwenye picha pamoja na waamuzi wa mchezo, na kwenye kikosi chao kionekana ya zaidi na Kanuto akianza katikati, wakati Barakatu pamoja na Sopu akianzia pembeni. Huyu ni kocha wa JKT Tanzania Ahmad Ali, ni Florent Ibenge, ni kabumu ile lianze, na ndo hivyo mambo yameanza namna hiyo. Filimbi ikiashiria kwamba tutakwenda kuzianza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Karibu sana. Tumbukiza kubwa ndani kwa lango la timu ya Azam, bado anazagazaga huku. Anaingiza kubwa kule. Bado anausubiria. Anaingia na Umudi Beka ndani ya boksi. Mohamed Bakari anaingiza ndani huku. Offside. Hizi katika zile zinazoitwa very tight. Kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union kwenye magoli mawili yote alihusika yeye. Funga goli moja lakini alitoa. David Bryson anaweka mjini kule ndani. Nafasi ile. Anapoteza nafasi ile. Kijana ambaye kulia pale Azam FC under 20. Nataka kufanya jambo hapa. Lakini tapu ini yake ile haikuwa sawa sawa, mpira ukipaa juu ya lango. Baki anatazamana yeye na Fofana. Msengi amenyanyua ndani kule, gonga kichwa kile. Kipa katoka Kasita, merudishwa tena chini huku kwa Gado. Salum Hamis Gado ametaka kwenda mwenyewe. Gado amechukua sasa. Azam imekatali wele. Msengi anajitengea mwenyewe. Mudibeka ameweka kwa nafasi kule. Popita na wai anakamata goalkeeper. Ahmadi anaelekeza huku, anatabasamu na huku pia kafurahi. Hapo mchezaji lazima usikilize tu. Bendera iko chini. Jafite yeye na kipa, ametoka goalkeeper, anawekwa chini. Mwamuzi anasemaje? Foul. Wala aliacha ile kwa Kanute. Kanute akaiweka kwenye njia, kutoka mbio wakati anajiandaa na ameangukia ndani, lakini aliguswa nje. Hapo alimvuruga kidogo Abdurrahim Bausi. Jafiti alienda ndani zaidi. Wanashauriana. Ni foul, yes. Lakini je, kadi ya njano ni sahihi. Naona vizuri. Pesa anapiga mpira ule unadundisha. Wabibatiza walikuwa wamepanga wao. Kuta ulifanya kazi yake sawa sawa. Ilunga imewekwa kwenye njia ndani huku. Wai Isa Fofana anaondosha boli lile kabisa bila kutoa nje. Pascal Bausi Chalamanda. Nafasi ile imekuwa tu nafasi kwa Azam ile. Offside. Kwenda kuchukua mpira kwa kwenye eneo la kuotea. Na Tambala bola alitoka kwenye eneo la kuotea akacheza mpira. Imefika 1-2 wanagongeana. Ingia nao David Bryson ile. Ingiza chini ndani huku, nakataza. Piga shuti ile na paa juu ya lango. Nafasi nzuri sana kwao ile JKT. Mpira ulirudi kwa Mohamed Bakari Mudibeka, lakini akapaisha mwenyewe juu. Ingiza ndani ya chini kule. Amewahi tena. Sopu anaingiza ndani huku. Gonga kichwa kile. Cheza na gonga mwamba. Anaweka ndani ya nyavu, ni goli.
pili. Faisal Salum Abdalla Feitoto. Hivyo ulirushwa mpira ule na Landry Zuzu kwa Jafite Kitamba la bola, kaingiza cross ya chini chini, huku wakauzuia vibaya. Sopu akaunyanyua ndani, ukagonga kichwa kule na Imidi, ukagonga mwamba, ukamkuta Feitoto. Yeye hakuwa na shida na mwamba. Mwamba wa nini wakati nyavu anaziona? Yeye akaweka kwenye nyavu. JKT viwezi, tuone. Msenge ananyanyua ndani huku, umegongwa tena ndani kule, bado nafasi kwa JKT ile, kauzuri goalkeeper Issa Fofana ana umiliki, kionekana pia amepata maumivu. Kwenye mguu wake katika harakati zile. Edo Manyama kati anakwenda kudaka ile. Issa Fofana kwa na papatu za hapa na pale. Pasco Musa Manyama akaenda kugongana naye, namna alivyoongezea Nausi kwa 50-50. Thabiti Zakaria Chomwi, Popati Mwamnyanyi, wote wanaonekana juu kule wakifuatilia kabumbu hili. Viongozi wako upande wa Azam FC. Mashabiki sasa, ngoma inachezeka zaidi vizuri kuliko mwanzo. Naam, kulimbia mwamuzi kutoka Arusha Jackson Samuel. Kabumbu likianza namna hiyo. Paul Peter weka pembeni huku kwa David Bryson, anaunyanyua mkubwa ndani kwenye lango la timu ya Azam kule. Cheza golikipa unamtoka, bado yupo chini pale. Ingiza cross ile na David Bryson, beki wa kushoto wa JKT Tanzania. Inaonekana Edward Songo katika kuruka kwake alitanguliza mkono, boli mgusa golikipa. Mwamuzi aliona akaamuru kwamba ni foul. Sasa Feitoto, Imidi Barakati amepita, ameweka kwenye njia huko. Sasa Imidi ndani ya boksi, Barakati tackling maridadi kabisa, anatoa mpira ule nje. Nzuri sana ile ambayo Azam alitengeneza. Feitoto alimiliki boli lile, akamwona Imidi anapita pembeni, akamwekea kwenye njia, lakini tackling nzuri kabisa kutoka, imekuwa pembeni. Sasa kule Landry Zuzu ingiza ndani huku, natengwa kule, bado na records kama za Feitoto. Nasoro Saadu, kadi ya njano. Tafsiri kwa mpira ameunawa Kitamba la bola. Benge kasimama, usi muda kukaa tena, muda wenyewe umemalizika, zikisalia dakika 4 kati ya 5 ambazo zimeongezwa. Anuari anadhibitiwa, Msengi cheza na Shiza Kichuya, nyanyua mpira mkubwa ndani huku, umefika kwa Magulu. David nyanyua ndani kule, Magulu gonga kichwa kile, wanasawazisha dakika za jioni kabisa. JKT Tanzania wanarudi mchezoni. Cross ambayo ikaonekana kama ingekuwa na madhara yoyote. Mpira unakwenda kwenye nyavu na kunyanyua shangwe kwa vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa. Wanarejea mchezoni. Bengi amini nini kimetokea? Kipa na Diaby wanaulizana. Mpira unaonekana walioanza Azam ule, lakini ukanyang'anywa, ukapigwa mrefu huku na Kichuya kwa Magulu. Magulu akaweka kwa David Bryson, akamrudishia tena Magulu, akaona idadi walioko ndani wanatosha, akajitwisha mzima na kuisawazishia JKT Tanzania goli. Paul Peter Kasunda alipiga goli la kichwa Kigoma, amekuja kurejea tena Issa Muyo Meja Jenerali
Sababu ya kunyosha mikono inajulikana. Huko ndiko alipotokea, amemnyanyua hapa Mabena. Brigedia Generali meko kwenye njia na Magulu tena. David Benson anaingiza ndani kule. Control. Goal kick. Alipiga nje ule. Kitu ndefu sana ile. Naam, kati anapiga cross, mpira ulikuwa nje. Dakika za mwishoni wamenyanyuka kweli kweli, wamecharuka vijana wa JKT. Naam, dakika 90 zimemalizika kama ilivyokuwa kwenye msimu uliopita. JKT Tanzania goli moja, Azam FC goli moja.